Makosa ya kipesa ya kuepuka. Fedha ni asali ya maisha kwa kila mmoja. Kuishi bila mpangilio wa kifedha kunaweza kusababisha matatizo makubwa ya kifedha, ikiwemo madeni, msongo wa mawazo na kushindwa kufanikisha malengo. Makosa madogo madogo ya kifedha mara nyingi husababisha hasara kazini, kwenye biashara na maeneo mengine mbalimbali. Ni muhimu kwa kila mmoja kuelewa makosa ya kifedha ya kuepuka ili kujenga usalama wa kifedha na mustakabali mzuri wa kifedha. Kila mtu huwa ana shauku ya kutaka kufanikisha malengo yake ya kifedha, lakini watu wengi huwa wanakumbana na changamoto inayowafanya wasifikie malengo hayo kwa sababu ya makosa ya kifedha yanayojirudia, hasa kwenye matumizi ya kifedha. Kuwa na ufahamu wa makosa ya kifedha ni hatua ya kwanza kuelekea usimamizi bora wa fedha zako. Ukiishi bila kuzingatia namna unavyotumia fedha zako, utajikuta upo kwenye hatari ya kifedha isiyokuwa na ulazima. Tuangalie sasa makosa ya kipesa ya kuepuka. 1. Kuishi juu ya kipato chako. Hii ni tabia ya kutumia zaidi ya kile unachokipata kila mwezi, kila wiki au kila siku kulingana na upatikanaji wa kipato chako. Watu wanaofanya makosa ya aina hii mara nyingi huwa wanapata matatizo ya kifedha kama vile kujiingiza kwenye madeni, kupata stress, hali inayowafanya washindwe kuwekeza na kuweka akiba. Ukinunua vitu vya gharama kubwa bila kuzingatia mapato yako na matumizi yako, unajiingiza kwenye matatizo ya kifedha. Hakikisha unaandika bajeti na kujua ni kiasi gani ambacho unahitaji kutumia kila mwezi kulingana na kipato chako na matumizi yako. 2. Kurundika madeni. Hili ni kosa la kifedha ambalo asilimia kubwa ya watu wanaishi nalo na kujiweka kwenye kifungo cha kuchukua madeni mengi bila mpangilio mzuri wa kuyalipa, na kujikuta wanatengeneza mzunguko wa madeni ambao unawafanya wazidi kubaki kwenye madeni kwa kukopa pesa na kulipa madeni, na wanajikuta wamebaki na madeni. Hili ni jambo linaloumiza na kudidimiza watu wengi kwenye shimo kubwa la matatizo ya kifedha. Hakikisha unatumia madeni kwa busara, lipa madeni hayo kwa wakati na kuepuka madeni yasiyo na ulazima. 3. Kuwekeza sehemu usiyoijua. Ukiwekeza bila uelewa au bila kuwa na utafiti wowote kuhusu aina ya uwekezaji unaotaka kuufanya, unajiweka kwenye hatari ya kupoteza pesa zako na kupata hasara. Kabla ya kuwekeza, ni muhimu kujua aina ya uwekezaji, faida ya huo uwekezaji, gharama zake, mtaji wake na njia sahihi za kufanya huo uwekezaji ili upate faida. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii ili upate maarifa ya kibiashara, ujasiriamali, uchumi na uwekezaji, kwa sababu kila video tunayo-upload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. 4. Kutumia pesa bila kuwekeza. Hii ni tabia ya kutumia fedha zote kwa matumizi ya kila siku bila kuweka sehemu ya mapato yako kwenye uwekezaji ili uendelee kuzalisha pesa na kuongeza kipato cha ziada. Jitahidi kwa kila kipato unachokipata, tenga angalau sehemu ndogo ya kipato hicho kila mwezi kwa ajili ya kuwekeza au kufanya biashara. 5. Kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Ni busara sana kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato kama uwekezaji na biashara ili kuongeza usalama wa fedha zako. Kutegemea kipato kimoja ni hatari kwa usalama wa kifedha. Ikiwa chanzo hicho kimoja kitapungua au kupata hasara, maisha yako ya kifedha yatakuwa hatarini. Njia bora ni kuongeza vyanzo vingine vya mapato kama vile kufanya biashara, ujasiriamali au kuwekeza. Kuepuka makosa ya kifedha ni msingi wa usalama na ukuaji wa mali zako pamoja na fedha zako. Tumia pesa kwa busara, wekeza kwa uangalifu na kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Ni hatua muhimu zinazosaidia kufanikisha malengo ya kifedha kwa asilimia kubwa. Makosa ya kifedha kama kuishi juu ya kipato, kurundika madeni na kutegemea chanzo kimoja cha mapato yanaweza kuathiri mfumo mzima wa maisha yako
kwa muda mrefu. Ni muhimu kupanga bajeti, kuwekeza kwa uangalifu na kuwa na nidhamu ya kifedha. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.